Leo katika Je wajua, tuzungumzie faida za kula matunda kiafya. Tukianza, matunda yana faida nyingi sana za kiafya mwilini. Ukiachana na ladha tamu inayopatikana kwa kula matunda, kila mtu anashauriwa ale matunda tofauti yasiyopungua 5 kwa siku ili kupata faida zote mwilini. Faida kuu za kula matunda ni kuzuia maradhi, kurutubisha kinga ya mwili, kupunguza sukari kwenye damu, kung'arisha ngozi, kuleta nguvu na mafuta asilia kwenye mwili. Watu wanaopendelea kula matunda na mboga za majani kama sehemu yao kubwa ya mlo wa kila siku hujenga kinga madhubuti ya mwili dhidi ya magonjwa. Matunda yana virutubisho asilia ambayo ni mahususi katika kujenga mwili na kuufanya kuwa na afya njema. Matunda pia hubeba virutubisho muhimu kama vile potassium, vitamin C, vitamin A, nyuzi za fiber pamoja na folic acid. Ulaji wa matunda unasaidia mwili kupata faida zifuatazo. Yanapunguza hatari ya kupata magonjwa ya moyo na kiharusi. Matunda yanakinga mwili dhidi ya aina za saratani. Nyuzi za fiber za kwenye baadhi ya matunda kama maembe inasaidia kulinda dhidi ya magonjwa kama mshtuko wa moyo, fetma na kisukari. Lakini pia inasaidia kupunguza maradhi ya uvimbe unaotokana na kuwa na chumvi nyingi sana katika mwili wa mwanadamu. Kula matunda yenye potassium kama ndizi kwa wingi yanasaidia kupunguza magonjwa ya shinikizo la damu. Matunda aina hizi husaidia pia kupunguza mawe kujaa kwenye figo. Vitamin C ni muhimu katika mwili kwa sababu inasaidia ukuaji na utengenezaji wa tishu za mwili. Mfano ni meno pamoja na fizi. Vitamin C inasaidia pia uchocheshaji wa uponaji wa vidonda kwa haraka. Vitamin C inapatikana kwenye matunda mengi machache, mfano machungwa, limau na kadhalika. Suala la afya bora ni suala la muhimu sana katika maisha ya kila mmoja wetu na taifa kwa ujumla. Bila afya hakuna furaha, amani wala shughuli yote ile ya maendeleo. Afya ndio msingi wa maisha yetu ya kila siku. Siku hizi si ajabu sana kusikia au hata kushuhudia watu wengi wakisumbuliwa na matatizo mengi sana ya kiafya. Suala hili linachangiwa na mambo mengi, hali ya mazingira au tabia za watu. Upuuziaji wa matumizi ya matunda na mboga unachangia kwa kiasi kikubwa matatizo mengi ya kiafya. Matunda ni moja ya zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu binadamu tuliopewa, japo tunaidharau licha ya faida yake katika maisha yetu. Kuna sababu kadhaa za kwa nini watu hawatumii matunda mara kwa mara. Baadhi ya hizo ni kutokujua faida ya kula matunda kiafya, lakini pia ukosefu wa uwezo wa kumudu gharama za kula matunda mara kwa mara. Ikiwa wewe ni miongoni mwa watu wanaoshindwa kutumia matunda kwa moja ya sababu hizi, basi taarifa hii inakuhusu na uyajue matunda yenye gharama nafuu sana, wakati huo yakiwa na faida tele kiafya kwa mwili wako. Tukianza matunda ambaye ni muhimu sana katika mwili na afya yako na pia yanapatikana kwa gharama nafuu sana, tuanze na machungwa. Haya ni matunda matamu sana, rahisi sana kupatikana na yenye faida nyingi mno kwa afya yako. Matunda haya hupatikana kwa wingi bila gharama kubwa. Mfano, kwa wale waliofika maeneo ya Morogoro na Tanga wanajua wingi wa matunda haya. Kama hujui, ni kufahamishe tu kuwa virutubisho muhimu sana vilivyomo katika machungwa, kuna vitamin C, kuna fiber, kuna vitamin B1, kuna potassium, kuna calcium na virutubisho vingine vingi sana, huku vikiwa na faida muhimu zaidi ikiwamo vitamin C ya machungwa husaidia kuimarisha ulinzi wa antioxidant na ulinzi dhidi ya magonjwa. Machungwa husaidia kuzuia ugonjwa wa mawe katika figo, huzuia kansa ya vidonda vya tumbo, husaidia na kuboresha afya ya mfumo wa upumuaji. Lakini pia machungwa sio gharama, ni rahisi upatikanaji wake. Yatumie mara kwa mara uone faida yake kwa afya yako. Tunda lingine ambalo linapatikana kwa bei rahisi na ni faida kwa afya yako ni nanasi. Ni tunda maarufu sana na linapatikana karibu maeneo yote kwa urahisi. Tunda hili lina virutubisho vya kusaidia ubora wa afya yako. Kwanza, husaidia kwa kiasi kikubwa ulinzi wa mwili, husaidia seli na tishu mwilini kwa vitamin C iliyomo katika tunda hili, suala linalopelekea kujengwa kwa sehemu muhimu ya protini itwayo
collagen ambayo huimarisha mishipa ya damu, ulinzi wa ngozi pamoja na mifupa mwilini. Husaidia sana kukinga na kansa kwa kuupatia mwili wako vitamin A na C zenye uwezo mkubwa wa kupambana na kansa mwilini. Nanasi ni tunda lenye faida kubwa sana mwilini mwako. Hivyo, tumia fursa ya gharama ndogo ya matunda haya kwa faida yako. Tunda lingine ni parachichi. Parachichi ni tunda rahisi sana kupatikana hasa sehemu za baridi. Huuzwa nchi nzima kwa bei ndogo na ya kawaida, huku likiwa na faida kubwa sana kiafya. Baadhi ya virutubisho muhimu vinavyopatikana kwenye tunda hili ni vitamin K, folate, vitamin C, potassium, vitamin E, vitamin B5 pamoja na vitamin B6. Parachichi litasaidia sana mwili wako kuboresha msukumo wa damu. Tunda hili lina 77% ya protein, kitu ambacho kinafanya tunda hili liwe mmea wenye protein kuliko mwingine wote ule. Husaidia macho kuona vizuri zaidi, pia husaidia nywele pamoja na ngozi yako. Tunda lingine ni papai. Papai ni moja ya tunda zuri sana, lakini pia tamu. Vile vile linapatikana kwa urahisi na gharama nafuu. Papai ndio tunda lenye utajiri wa madini mengi sana ukilinganisha na matunda mengine, pamoja na virutubisho vingine vingi. Baadhi ya faida za tunda hili ni kama vile husaidia sana kupunguza uzito. Tunda hili ni la muhimu sana kwenye suala la kupunguza uzito. Kama una shida uzito usiotakiwa, tumia tunda hili mara kwa mara, litakusaidia sana. Lakini pia papai husaidia sana kinga ya mwili kwa zaidi ya 200% kwa utajiri wa vitamin C. Papai lililonalo husaidia kinga ya mwili kuwa imara pindi unapotumia mara kwa mara. Ni tunda zuri kwa wagonjwa wa kisukari. Papai lina kiwango kidogo sana cha sukari. Juisi yake ni nzuri sana kwa kisukari, huku ikiwa na vitamini nyingi vyenye kusaidia mgonjwa wa kisukari kuepukana na magonjwa ya moyo. Papai husaidia kulainisha na kulinda ngozi, lakini pia husaidia macho kuona vizuri na husaidia mfumo wa usagaji wa chakula katika mwili wako. Tunda lingine ni embe. Tunda hili ni maarufu sana na upatikanaji wake likiwa na bei ya kawaida sana. Hulimwa na kustawi kwa wingi. Licha ya hilo, bado watu wanapuuza kutumia tunda hili kiafya. Ila wewe unatakiwa ujue faida za tunda hili. Mfano, linasafisha ngozi, linaimarisha sana afya ya macho, lina virutubisho vyenye antioxidant vinavyosaidia kukukinga na kansa kwenye mwili wako. Lakini kubwa zaidi, hukuepusha na ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Na baadhi ya faida chache na muhimu sana kwa ajili ya mwili wako: jenga mazoea ya kula maembe kwenye milo yako na ufurahie afya bora. Tunda lingine ni ndizi. Ndizi ni tunda maarufu sana lenye faida tele kwa mwili wako, huku linapatikana kwa gharama ndogo na kwa urahisi. Ndizi ina virutubisho vyenye faida nyingi sana kwa afya yako, ikiwamo potassium, vitamin B6, vitamin C, protein pamoja na fat. Faida zake katika mwili wako ni kama vile kuboresha kiasi cha sukari mwilini, inapunguza uzito usiotakiwa. Potassium iliyopo kwenye ndizi inaboresha afya ya moyo, lakini pia kusaidia insulin na figo kufanya kazi vizuri. Tunda lingine ni tikiti maji. Tikiti maji ni tunda linalofahamika kwa watu wengi. Tunda hili licha ya kuwa watu wengi kutokujua, lakini lina faida nyingi mno kiasi cha kushauriwa kutumika mara kwa mara na wadau mbalimbali wa masuala ya afya. Hizi ni baadhi ya faida muhimu sana za tunda la tikiti maji. Pamoja na tikiti maji kuwa tamu kwa ladha, lakini tunda lina calories chache sana. Wakati huo huo, 92% ya tunda hili ni maji. Kitu hiki kina faida mno kwenye mwili wako. Fibers na maji ya tunda hili hukupa afya bora, wakati huo huo likiwa na calories. Lina vitamin C, vitamin A, vitamin B1, vitamin B5, vitamin B6 na virutubisho vingine vingi vyenye faida nyingi sana kama vile kukukinga na kansa, kuboresha afya ya moyo, lakini pia ni tunda zuri sana kwa afya ya ngozi pamoja na nywele. Tunda lingine ni passion. Matunda sio mazuri tu kwa harufu nzuri sana yaliyonayo, la hasha. Tunda hili lina faida kubwa sana kiafya. Tunda hili lina virutubisho muhimu kwa afya ya mwili wako. Kwa mfano, kuna energy, carbohydrate, protein, vitamin A,
magnesium, lakini pia na madini ya chuma pamoja na virutubisho vingine vingi ambavyo vinapatikana katika tunda hili. Lakini pia tunda hili linakulinda dhidi ya kansa, shinikizo la damu, shambulio la moyo, magonjwa ya macho, anemia, ulinzi wa mwili dhidi ya magonjwa na matatizo mengine mengi ya kiafya. Usipuuze. Tunda hili lina faida sana kwa mwili wako. Tunda lingine ni mapears. Tunda hili lina virutubisho muhimu sana kwa afya kama ifuatayo. Kwanza, ina fiber, kopa, vitamin C, vitamin K. Takwimu hizi kwa mujibu wa orodha ya mfumo wa vyakula huonyesha matunda haya kuwa asilimia ya DV, ikimaanisha kuwa pears ndiyo tunda lenye uwiano sahihi sana na virutubisho kuliko matunda mengine. Matunda haya husaidia sana mwili wa binadamu kuepukana na magonjwa ya moyo na sukari, lakini pia hupunguza hatari ya kupata kansa na faida nyingine nyingi za kiafya. Kwa mujibu wa shirika la Marekani la udhibiti wa magonjwa, pears ndiyo tunda lenye mzio mdogo kuliko mengine. Tunda lingine ni tango. Hili ni tunda sio maarufu kama mitandao ya kijamii tango messenger. Tunda hili lina faida nyingi mno kuliko unavyoweza kufikiria. Hebu tazama baadhi yake. Kwanza, tango hulinda ubongo. Tango lina kirutubisho kinachoitwa quercetin ambacho huupa ubongo afya bora sana kwa kukusaidia kutunza kumbukumbu na kuzidisha uhai wa seli mbalimbali kwenye ubongo. Lakini pia linakulinda na hatari ya kupata kansa. Tunda hili lina kirutubisho kinachoitwa lignans ambacho huweza kukusaidia kuepuka kansa ya maziwa, kibofu, via vya uzazi. Vile vile ni kirutubisho muhimu sana kwa ulinzi dhidi ya kansa. Hukupa usafi wa kinywa na hewa kutoka mdomoni na ulinzi wa kinywa na meno. Tunda hili lina uwezo mkubwa sana wa kuua bakteria wanaosababisha harufu mbaya ya kinywa na magonjwa ya meno. Hivyo hukuepusha na hatari ya bakteria hatari kwa kinywa na meno yako. Lakini pia tango huwafaa sana wagonjwa wa kisukari. Hii ni habari njema sana kwa wagonjwa wa kisukari kufaidi faida mbalimbali za kiafya zinazopatikana na tunda hili bila hofu yoyote ile ya kupanda ama kushuka kwa sukari. Hizi ni baadhi ya faida nyingi za tunda hili ambalo sio adimu. Ukiamua kulitafuta utalipata kwa urahisi na gharama nafuu ya kuridhisha pia. Rafiki yangu, usipuuze. Ni muhimu sana kuzingatia faida zake katika afya yako. Kwa faida yako, matunda ni chakula kitamu na cha gharama nafuu, lakini pia rahisi sana kupatikana. Mungu alitupatia binadamu matunda kama dawa na chakula chetu. Mfano nanasi, machungwa, papai, parachichi, ndizi, tikiti maji na matunda mengine mengi ambayo yanapatikana kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Husaidia mno kujenga na kulinda mwili wako. Zingatia haya, utaishi kwa afya njema. Msimuliaji ni mimi Latifa Muhammad na hii ni Shuhada Media. Mwisho wa simulizi hii ndio mwanzo wa simulizi zijazo. Tukutane tena kipindi kijacho.